La tisa, ndugu zangu, chini ya uongozi Daktari Samia Suluhu Hassan, hivi sasa tumeongeza ushiriki wa Watanzania kwenye sekta ya madini. Zaidi ya Watanzania milioni 6 wamejiajiri kwenye sekta ya madini. Watanzania 18,000 wamepata ajira za moja kwa moja kwenye sekta ya madini. Hivi sasa, tofauti na miaka ya nyuma, makampuni makubwa yote yamewapa wazawa nafasi za kuongoza. Haya ni mafanikio makubwa sana. Kampuni ya Barrick, country manager wake ni Mtanzania, Daktari Melchior Ngilu. Lakini meneja mkuu wa mgodi wa North Mara chini ya Barrick, ndugu yangu wa Polinari huko, ni Mtanzania. Zamani ulikuwa huwezi kuona. Lakini ukienda kule katika mgodi wa Kabanga Nickel, mkurugenzi mkuu au afisa mkuu wa mgodi wa kampuni ile ni mtu anaitwa Benedict Musunzu, Mtanzania. Ukienda kampuni inayochimba madini ya dimu kule Songwe, Ngwala, anaongoza kampuni hiyo ni Mtanzania, Ismail Diwani. Kwa hiyo sasa mambo yamebadilika. Watanzania wanashika nafasi mbalimbali, wanaongoza makampuni makubwa. Watanzania wanapata ajira kupitia sekta ya madini. Kwenye miradi ituko nayo na shughuli za madini, kabla ya kufanya marekebisho ya sheria, migodi ilikuwa inatuamlia nini tufanyie wanajamii. Jamii inataka darasa, mgodi unachimba choo. Hivi sasa mambo yamebadilika, hayako hivyo tena. Tumetunga sheria, kifungu cha 105 cha sheria ya madini kinataka na kinaweka wajibu kwa mmiliki wa leseni kurudisha kwenye jamii. Na hivi sasa tumetunga kanuni ya kuanzisha kamati za wananchi kuibua miradi. Wananchi wenyewe watasema eneo letu tunataka mradi gani, sio kupangiwa na mgodi tena. Haya ndo kazi ambayo yanafanyika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Marekebisho makubwa haya ya sheria. La 10, chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja na mpango wa kuwasaidia wachimbaji wadogo kuachana na kuchimba kwa kubahatisha. Ndugu zangu wachimbaji wadogo, mtakubaliana nami, wako watu wanaofikiri sekta ya madini ni sekta ambayo ina uhusiano wa karibu sana na mambo ya giza. Watu wengi wanaamini hivyo. Wako watu mitaji yao imepotea, sio kwa sababu sekta hii ina uhusiano na mambo ya giza, kwa sababu walikuwa wanachimba kwa kubahatisha, mitaji ikapotea. Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja na tiba ya jambo hili. Ndugu zangu, tunakuja na mpango unaitwa Dira ya Madini 2030, madini ni maisha na utajiri, ambao lengo lake kubwa ni kuhakikisha tunawaongoza vizuri wachimbaji wadogo na wachimbaji wakubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Programu hii ni ya kufanya utafiti wa kina wa kupima ardhi yetu, chini ya ardhi, ili tubaini viashiria vya madini na tufanye kazi ya uchurungaji na tufanye kazi ya jiokemia ili tuweze kubaini maeneo gani yana madini kiasi gani. Mpaka hivi sasa
nchi yetu imefanyia utafiti wa kina kwa 16% tu. 16% tu ya nchi nzima imefanyia utafiti wa kina. Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja na mpango kwamba ifikapo mwaka 2030 tuwe tumefanya utafiti wa kina wa eneo la ukubwa wa nchi yetu kwa 50% ili Watanzania waweze kuongozwa vizuri. Daktari Samia Suluhu Hassan anataka kuwatoa wachimbaji wadogo kwenye kuamini kwamba ukichinja kondoo, damu ya kondoo ukinyunyuzia kwenye eneo unaochimba itaongeza ppm dhahabu. Tunataka kuwatoa wachimbaji wadogo kwenye kupiga ramli. Tunataka kuwaongoza wachimbaji wadogo vizuri. Njia ya kwanza ni kurusha ndege na kupiga picha chini ya ardhi mpaka kilomita 1 kuweza kubaini miamba na viashiria vya madini ili wachimbaji wa nchi yetu ya Tanzania waongozwe vizuri. Na hiyo kazi atafanya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha uongozi wake. Ili tuongoze vizuri wa Tanzania, tutafanya utafiti wa kina. Ndugu zangu wa Tanzania, nchi yetu ya Tanzania, sisi tuko kwenye sekta ya madini, tumeigawanya kwenye vitu vinaitwa QDS, quota degree sheets. Ziko 322. Tumezigawa nchi nzima. Na kila QDS moja ina urefu wa kilomita za mraba 54 na upana wa kilomita 54. Kwa jumla inatengeneza eneo la kilomita za mraba lenye ukubwa wa kilomita za mraba 2819, ambao ni sawasawa na ekari 720,252. Maeneo yenye ukubwa wa ekari 700,000 tunayo 322 nchi nzima. Tunayofanyia utafiti wa kina ni 16% tu. Bado nchi yetu ina eneo kubwa halijachimbwa. Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kutegua mtego huu. Mwaka huu wa fedha unaoishia, tunakwenda kuingia makubaliano na tutarusha ndege ya kupiga picha eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 164,875, sawasawa na 18% ya nchi yetu yote ya Tanzania. Tutaipima ndani ya mwaka wa fedha huu, ambao itakwenda kusaidia katika kuwaongoza vizuri wachimbaji wadogo wa nchi yetu ya Tanzania. Na hiyo ndio kazi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuifanya. La 11, Daktari Samia Suluhu Hassan ameanzisha programu maalum ambayo inaitwa MBT, Mining for a Brighter Tomorrow, kwa ajili ya wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Na ndugu zangu wa mkoa wa Mara, ninyi ndio sehemu ya kwanza ambao tumekuja kuzindua programu hii. Sehemu ya kwanza mfano pale Nyamongo, Wizara ya Madini kwa kushirikiana na wenzetu wa kampuni ya Bariki, mwezi uliopita nimekuja kugawa leseni 46 kwa vikundi 46 ambavyo vinakusanya vijana zaidi ya 2,000. Hivi sasa vijana zaidi ya 2,000 wanaozunguka mgodi wa Nyamongo pale Bariki wana leseni za maeneo yaliyokuwa chini ya Bariki. Na zingine serikali tumeongeza. Mwezi huu tunawafanyia mafunzo ya uchimbaji kwa kutumia teknolojia ya kisasa na kutunza mazingira. Mwezi ujao wanaanza rasmi uchimbaji pale Nyamongo.
Vijana wa Tarime ambao tumeanza nao zaidi vijana 2000 wameingia kwenye kumbukumbu ya kuwa ndo mradi wa kwanza mkubwa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwawezesha vijana. Katika mradi huu tumepata wadau. Benki ya Dunia wako tayari kusaidia vijana wa Tarime. Baraza la Dhahabu la Dunia wameonyesha utayari kusaidia vijana wa Tarime pale. Mradi wa kwanza ambao tunaanza nao. Mradi huu utaenda kugusa na maeneo mengine ndani ya mkoa wa Mara. Tutawapa leseni vijana, tutawapanga vizuri, tutawawezesha, mtachimba, maisha yatabadilika ndani ya vijana wa mkoa wa Mara. Mama Samia hoye! Haya ndio tutakwenda kuyafanya chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa wakina mama na ninyi pia, kazi hiyo itafanyika. Wale wakina mama wa kule Buhemba ni mashahidi wa kikundi cha Samia. Na pia tulianza nao na leseni wameshapata. Lakini programu hii inaenda sambamba. Hii programu ya vijana wa kule Tarime inaenda sambamba na uanzishaji wa maeneo ya uchenjuaji wa dhahabu. Tunakwenda kufunga mtambo mkubwa wa CIP pale Tarime kwa ajili ya wachimbaji kuchenjua dhahabu yao kama sehemu ya kwanza ya mradi huu. Hivyo ndugu zangu, naamini kupitia mafanikio haya mtapiga hatua kubwa na mambo yatabadilika katika mkoa wetu wa Mara. La 12, nikiwa naelekea kumalizia, la 12, tunakwenda kuanzisha vituo vya ukodishaji wa mitambo na mashine na mitambo ya kuchimba madini. Wako wachimbaji mnaotumia nyundo, mnaotumia ponch, makoleo. Mnafika sehemu hamwenda tena chini. Ninyi hamna uwezo kununua excavator, hamna uwezo kuwa na mitambo mikubwa. Wizara ya Madini chini ya maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunakwenda kuanzisha vituo vya ukodishaji wa mitambo. Hauna haja ya kumiliki excavator mchimbaji mdogo leo. Hauna haja kuwa na mitambo kubwa. Serikali itaiweka kwa niaba yenu, mtakodisha kwa siku, itachimba eneo lako, itarudi kituoni. Wewe utakuwa unaendelea na shughuli zako. Hiyo ndio kazi ambayo tutaifanya chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. La 13 kama sehemu ya mafanikio, Mheshimiwa Rais ameliwezesha shirika letu la madini Tanzania STAMICO ambao ndio mlezi wa wachimbaji wadogo. Shirika hili lilikuwa linakwenda kufutwa za hasara. Shirika limetoka kwenye mapato ya bilioni 1 mpaka hivi sasa shirika hili lina mapato ya bilioni 89. Lakini pia shirika hili ndio leo wachimbaji wadogo. Nilikuwa na mkurugenzi mkuu wa shirika kwenye mkutano kule Canada. Nikamwelekeza mkurugenzi mkuu ya kwamba wachimbaji wadogo tumewapelekea mitambo ya kuchoronga. Lakini ukiwa na mtambo peke yake bado unabahatisha, hamjui mkachoronge wapi. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo na mimi nikasimamia. Nimemwelekeza mkurugenzi mkuu wa STAMICO. Tuliona mitambo kule Canada. Nimemwelekeza anunue, ailete kwa wingi kwa ajili ya wachimbaji wadogo, na mingi itakuwa ni zile magnetometer ambazo zitasaidia kwenda kubaini wapi hasa mwamba ulipo, na hii tuongoze vizuri wachimbaji wadogo. Na kazi hii itaifanya STAMICO kwa niaba ya serikali. Na ndio maana leo tunawapongeza STAMICO ndani ya miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan. La 14,
La 14 ndani ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia mabadiliko makubwa kwenye kuongeza thamani madini yetu. Kifungu cha 100 kifungu cha sheria ya madini ni kubwa, kinazuia madini kusafirishwa nje ya nchi pasipo kuongezwa thamani. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo, hakuna madini kutoka nje ya nchi yetu ya Tanzania pasipo kuongezwa thamani. Ndugu zangu, kwa upande wa dhahabu, hivi sasa tuna viwanda 8 vya kusafisha madini ya dhahabu katika mkoa wetu, katika nchi yetu ya Tanzania. Tuna viwanda 8 sasa, na cha 9 kinachokaribia kitakuwa mkoa wa Mara cha kampuni ya Vergom ambao wamewasilisha maombi yao ya kuomba kuanzisha kiwanda cha kusafisha dhahabu katika mkoa wa Mara. Kwenye madini mengine ya metali tuna viwanda zaidi ya 9 hivi sasa vinaongeza thamani ya madini yetu. Ukichimba leo madini ya shaba, kopa, asafirishi tena jiwe. Tuna mitambo hivi sasa inayobadili ile jiwe la kopa kwenda kuwa kopa cathode. Tuna viwanda zaidi ya 9 hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania vya kuongeza thamani madini. La 15 ndani ya miaka 4 Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi yetu imeshuhudia ongezeko kubwa la miradi mipya ambayo itakwenda kuchochea uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Tangu tupate miradi ya mwisho ya North Mara ya dhahabu, ya Bulyanhulu na Geita miaka 20 iliyopita, hatujapata mradi mwingine mkubwa wa dhahabu. Ndani ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumepata mradi mwingine mkubwa ambao utakuwa na thamani ya shilingi trilioni 1.4, na sio mbali na kwenu. Eneo la Sengerema, Nyanzaga, muda sio mrefu shughuli za uchimbaji wa madini zinaanza katika eneo lile. Mgodi wa kwanza mkubwa wa dhahabu ndani ya utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan unakwenda kuanzishwa pale, ambao utatoa ajira na mapato kwa nchi yetu ya Tanzania. Lakini tuna mgodi mwingine Ngara, mgodi wa nickel unakwenda kuanza na muda sio mrefu kwa kuchimba madini ya nickel. Tuna mgodi mwingine, mradi mkubwa wa madini kinywa graphite pale Lindi pamoja na Morogoro Mahenge, tutakwenda na yenyewe kuanza kazi muda sio mrefu. Lakini tuna mradi mkubwa wa madini ya dimu kule Songwe. Nimetoka juzi kulipa fidia, kuongoza zoezi la ulipaji wa fidia wananchi, na wenyewe pia unaanza. Kwa Mheshimiwa Rais amekuja na mguu mzuri, mafanikio yamekuwa mengi sana kwenye sekta ya madini. Na haya ndio ambayo nilisema niyaseme kwenu katika siku ya leo. La mwisho kupitia utawala na miongozo mizuri ya Samia Suluhu Hassan, tumeendelea kuvutia uwekezaji mkubwa na mahusiano yetu ya Tanzania na nchi zingine yameimarika, na hivi sasa tuna ushirikiano mzuri na jumuiya mbalimbali kwenye kukuza sekta hii ya madini. Tumeingia makubaliano ya kuwajengea uwezo watu wetu wataalamu wa kupima sampuli za madini wa pale GST na mashirika mbalimbali, ikiwemo shirika la utafiti wa madini la Uingereza BGS, na kule Finland la GTK na maeneo mbalimbali. Tunawajengea uwezo watu wetu wawe wana uwezo mkubwa wa kuweza kuongoza vizuri hasa kwenye eneo la kiufundi. Ndugu zangu wana mkoa wa Mara, haya ndiyo mambo 16 ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan
ameyafanya kwa ustadi mkubwa ndani ya miaka minne. Sekta hii tunaamini itakwenda kuleta mabadiliko makubwa sana, na Daktari Samia Suluhu Hassan amenielekeza nihakikishe tunawashika mkono wa Tanzania wawe mstari wa mbele kwenye sekta hii ya madini, na hali hii ilinipelekea nikaunda timu ya watu 6 ya kunishauri vizuri namna ya kuwawezesha Watanzania. Natamani kutengeneza mabilionea wengi wa Kitanzania kupitia sekta ya madini. Jambo hili linawezekana, dhamira ipo, utashi upo, na Mwenyezi Mungu ametujalia maarifa yapo. Imebaki kwetu sisi, ndugu zangu wachimbaji, tujiandae kwa neema kubwa ambayo inakuja chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana, asanteni sana.